alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Jaika la Jaden. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wa habari, namkaribisha Izaki Mulucha Ashibeko, usomaji wa habari muhimu. Karibu Izaki. Kwenye ukurasa wa habari muhimu, Bibu Konstantine Aldama, habari tatu tumezipatia kipaumbele, na ni pamoja na shirika la rahia mjini Baraka limeandika kibarua cha kukubaliana na hatua ya wabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini na kuonesha kutokuwa na imani naye Governor Jean-Jacques Purusi, governor wa jimbo hili. Shirika hilo limesema kwamba kipaumbele kwa sasa ni kutafuta amani. Na huko Uvira, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC Bwana Andre Bia Dunia Mashaka ametaja kuona giza kubwa kwa kuitwa kwake Governor Jean-Jacques Purusi pamoja na makamu wake huko Kinshasa, wakati huu ambao kibarua cha wabunge wa jimbo hili ambacho kinamlenga. Na kwenye habari ya kitaifa, vyombo kadhaa vya habari mjini Kinshasa vimezungumzia kwa kina Jumatatu hii ya tarehe 27 Aprili matokeo ya utafiti uliofanywa na shirika la Barometre kuhusu mtazamo wa wakongomani juu ya kazi za waziri mkuu Bi Judith Suminwa Tuluka. Nilikuwa na hayo kwenye ukurasa wa habari muhimu kwa siku ya leo. Asante sana Izaki Mulucha Ashibe kwa usomaji wa habari muhimu. Na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Kuvunjika kwa baadhi ya mirija mikubwa ya maji ndiyo ilikuwa chanzo kikubwa cha uhaba wa maji katika mji wa Baraka. Ndivyo amehakikisha hayo kiongozi wa idara husika na maji Regideso kwa ufupi, wakati wa mahojiano na redio yako Jumatatu hii ya tarehe 27 Aprili mwaka huu. Bwana Christian Chandu ni kiongozi wa Regideso ndani ya mji wa Baraka, amesema kuwa mirija ya maji huwa inapasuka kila mara na hivyo upelekea watu kukosa maji. Huyo ameongeza kuwa tayari wametatua tatizo hilo. Kutokana na ukosefu wa maji ndani ya mji wetu wa Baraka, tulikuwa na tatizo fulani ambao ilituma perturbation ya deserte ionekane. Yani watu wengi, makata mengi, tuliona gisi maji yalikuwa yamekosekana. Lakini kutokana na hiyo matatizo, nyuma ya hapo tukajitahidi kupiganisha. Ndani ya matatizo hayo tulikuwa na tatizo la kuharibikiwa wa tio kubwa yetu ambayo inapana maji kati ya ville. Kutokana na hiyo tatizo ndo ilituma kabisa watu wengi wakakosa maji. Lakini tulipiganisha kadiri ya uwezo wetu, tukaitengeneza, na hivi tunazani watu wa moja wameshaanza kupata maji. Tatizo kama na hizo zinakuwa zinajirudia sana. Hiyo ni kutokana na nini? Maji yanakuwa na nguvu ndio anapelekea mirija kuweza kuvunjika, ama mirija yenyewe ndio huaga iko maji. Unajua hiyo mirija ina miaka mingi sana ilikuwa imetiliwa ndani ya rezo. Kwa hiyo kutokana na uzoefu umeshazeeka, inabidi mirija zimoja kubadilishiwa. Vile mirija zingine kuharibika kwao inatokana na magari ambayo yanayopita katika mabarabara zetu, mara mingi yanaikanyaga, yanaivunja. Tulijitahidi kubadilisha, hata kama ndani ya stoki yetu hazionekani sana, lakini tunapiganisha hivyo kuitumana nje ya nchi. Ndio maana mara nyingi tukipata tatizo huaga inasumbua kidogo, kwa sababu tunatumainia kuitumana nje ya nchi. Na zile zingine mirija ambazo huaga mara mingi zinakanyagwa na magari na kuharibiwa na population, hiyo ndio tungependelea kuambia population wajitahidi wakuwe na ziproteje sana, kwa sababu kutokana na hiyo uharibifu sisi mara nyingi tunajikutaga hatuna posibilite ya kutafuta mirija surtout ku niveau local. Ndio maana population ijitahidi ikuwe na proteje hizo mamirija. Na alipoulizwa kuhusu hatima ya malalamiko ya wakahaji wa Mshimbaki na Mwambango, Christian Chandu amejibu yafuatayo. Tunafikiria kwa kupata suluhisho kutokana na hiyo tatizo ya watu wa Mshimbaki na Msongo na makata mengine.
tuko na projet fulani za kuongeza maji, kwa sababu kutokana na hiyo maji ndogo ndo maana wengi wanajikutaga hawapati maji ya kutosha. Tuko na projet fulani ambao tumesha kontakte makushe zote za population, na waza na meya wa mji anajua hiyo kutokana na upungufu wa maji. Tuko na projet fulani ambao karibuni hapa na waza Mungu atasaidia na hiyo malalamiko yatapungua, watu wote watapata maji. Neno la mwisho ni kushukuru kwanza kuona population ya hiyo makata ambao walikosa maji walivumilia. Tunatoa shukrani, na vile waendelee kutuvumilia kwa sababu shida ni nyingi sana, na tunajua kama kazi yetu sisi Regideso ni kupana maji. Kwa hiyo tuko napiganisha kadiri ya uwezo wetu tuwapatie maji, na vile watusaidie, wajitahidi waende wanalipa fakturi zao za maji, ili ikuwa na turahisishia sie kazi. Tukipata probleme fulani tuwe na hiyo souplesse ya kuitatua. Shirika la raia mjini Baraka limeandika kibarua cha kutokukubaliana na hatua ya wabunge wa jimbo la Kivu Kusini kuonesha kutokuwa na imani naye Gavana Jean-Jacques Purusi. Hawa wamesema kwa sasa kipaumbele ni kutafuta amani. Katika mazungumzo nasi na Albert Tundamaisha, mwenyekiti wa shirika la raia mjini Baraka, juu ya hoja hiyo ya wabunge wa Kivu Kusini, naye ameonesha kuwa kuna mambo mengi ambayo yanahitajika kufanyia utetezi tofauti na yale walioandika. Albert Tundamaisha anaeleza yafuatayo. Kama tuliandika kibarua ni kwa wadepute hapo Uvira, ambayo tuliita declaration ya société civile juu ya kuomba kuondoka kwa Jean-Jacques Purusi na gouvernement yote mzima. Walisema kwamba ni motion de censure. Sisi tumeshangaa sana kama vile shirika raia la jiji la Baraka kuona wadepute wetu wameenda kuingia mambo ambayo haitasaidia province na Fizi Baraka. Wadepute wetu walienda kule juu ya kutetea circonscription zabo, na hali yenyewe ambayo tuko naishi kwa leo, adui iko mkelke metre pale na Uvira kwenye kuko siege provisoire ya province ya Sud Kivu. Watu wanaenda kuikalia mambo ya kusema huyo atoke, huyo abakie, huyo atoke. Alors ni wakati wa kubakia pamoja kuangalia gisi ya kuetudier sécurité na développement, ijapokuwa hali haiko sawa. Kitu ya pili ndio tulisema inopportunité ya motion de censure. Wadepute wetu ambao tulituma, hakuna siku tulishasikia waliinterpelle gouverneur juu ya mambo fulani ya Fizi. Hivi Fizi Baraka tuko na dai 60,000 ya retrocession ambayo ilitolewa hadharani. Hatujue kwa zinapotelea, tushaka waandikia kusema kwamba $60,000 ya Fizi Baraka inatembea. Je, hatuyamwona? Walikuya kulanse mapave, walikia lanse parce que franga zilikuwa. Hatuyasikia depute ambaye anasimama projet ya mapave Baraka inaendelea. Je, hatuyasikia projet ya Malicha lampadaire 1000 walizisema juu walikuwa nazo deja. Hatuyasikia $10,000 hivi walitoa hapa hii masiku. Jean-Jacques Purusi alisema Fizi 5,000, jiji la Baraka 10,000. Hatujue ziko wapi, nani mwanazikula. Aba interpelle gouverneur. Saa hii inakuwa Jean-Jacques Purusi aondoke. Sasa hivi vitu ambavyo sisi Fizi Baraka tungana dai, tutaudai nani? Na ndio maana tuliambia wadepute warudie waje kutuambia nini kile motive motion de censure, na nini kinatuma wao hawatulizie hii mapromesse na pesa ambazo ziliwahi kutoka. Mwishowe, Albert Tundamaisha amewataka wabunge kutokuwa na tabia ya kuingiza raia wa Fizi Baraka katika hesabu za siasa kimaslahi yao, kwani haitosaidia kwa maendeleo ya maeneo hayo. Albert Tundamaisha anarejea mara tena. Wadepute warudie kwanza waje kutambia. Na jambo la mwisho ambayo tulishangala, kwa nini waende motion de censure wasiende motion de défiance? Motion de défiance ndio ya mzuri. Motion de censure ni ya kusema, wanasema tu mteori aseme wote wataenda. Parce que kama kuna fanya motion de censure, gouvernorat iko géré na watu wawili, gouverneur na vice gouverneur pamoja na gouvernement provincial yao. Na wakisema motion de censure, ça veut dire titulaire anaenda, wa chini yake anabakia. Kama wanasema motion de défiance, hakuna wakubaki, wote wanaenda na gouvernement na bote bawili. Tuanze bupya. Hatutasema juu ya mtu moja aende bengine babakie ase tuko natafuta development ya province. Hapana. Mena makalikile ya politique hawapashi kuwa na tuingiza mwayo, aisaidie development na isaidie amani. Na ile ndio ilituma si ile mainquiétude tunaandika na kuonesha kwamba hatukuchagula wadepute kwenda kubakia Burundi,
na baadaye wakifanya makalikila politiki wanakia kuandika motion de censure. Tulituma wadepite wa kwenda kutusemea, kwenda kutetea Fizi Baraka. Hatukutuma wadepite wa kwenda kufanya makalikile, huyu akipata hapa mie nitapata ministeri hapa, mie nitatia watu kukamba ya pasi fulani. Hapana, haiko ndio kazi ya depute hili. Adui iko kumulango ya Uvira, adui iko kumulango ya Fizi hapa Minembwe kwenda ambao wako napigana. Kisha saa hii tuanze kufanya vitu ya motion de censure, havina maana. Bezo ni amani na maendeleo kwa saa hii. Mkuu kiongozi wa eneo la Kalunja aomba kwa wanyampara wa manispa ya Kalunja kuweka ofisi maalum ya kazi ili kufanya mipango mbalimbali itakayoleta maendeleo ndani ya manispa hiyo. Itabilo Echa Kasabade ni kiongozi wa eneo la Kalunja, amewataka wakahaji wa Kalunja kujenga viwanja vyao kwa kuwa yapata muda mrefu watu hawajengi viwanja hivyo, kama anavyoonyesha hali ya sasa ya eneo anayoiongoza. Hali ya sasa kujili ya security tuko bien, sababu tuko na askari humu wanachunga vizuri population na mali yao. Wakiwa na shida wanalifikia, wanawaambia mwendi hivi, tuko nabo sawa. Na kuhusu hii maendeleo yenyewe inaanza kutoka, naamini kama kila raia atarufurahika na atakuwa na mapato kidogo. Yenyewe kiendeki ni hii majengo inakuwa miaka ya kutosha iendeki, lakini hivi naona hivi tupata babugumesa itaendelea sasa, sababu watafanya rotissement juu watu wapate maparcelle na watu watakuwa wanachenga. Na nini ambayo inasababisha watu wasijenge zaidi? Ilikuwa ni ile tulikuwa nafasi ya yenye batajenga, lakini hivi wanatafarutissement kila mtu atapata parcelle na watajenga. Bauri mwenye iko na parcelle na ajengi, ndio vile tuliambia burgomestre hizo zote parcelle zenye azijenge atafanya mkazo kusudi bajenge. Mwenye atajenga ikipita miaka 2 inapewa mtu mwingine mwenye anaweza kujenga. Masuala ya uchumi tuko nyuma sana, sababu hatuna soko. Tulikuwa tunapewa soko asemili ya mwezi tamia Kalunja, tulikuwa nishapana kiwanja lakini hapafanya kitu, merei kufanya kitu, ndio ili turudisha nyuma sana. Maana soko inakusanya watu wengi, wangekuwa wanapata. Tunahitaji kuburugumesa, maana hivi tunakuwa mkomini, tafanya bidii hapo yote kusudi kuwe soko, tupate parking, plage, ili vyote ndio hivi na binaturudisha nyuma sana. Hakuna huko Kalunja. Kwa burugumesa na ujumbe ninaweza kuwapatia ni hivi bangali mkutembelea ba chef de village au chef de quartier, lakini habaikazi sana ku biro kukamata mipango ya kazi. Kumbe bafanye mipango ya kazi kusudi kazi ipate kuendelea mbele. Na sasa ni habari za michezo. Omari Makelele Uzile anatueleza yafuatayo. Naam, barabara kabisa mwenzangu Bokuru Tantine Aljama. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba michuano ya ligi ya nyumbani au championnat locale imetamatika jioni ya siku ya Jumapili ya tarehe 26 Aprili 2026, ambako mtanange wa mwisho ulikuwa kati ya klabu ya Presqu'île Dubois dhidi ya Académie Michel, na hivyo vijana wa Académie Michel kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-1 katika uwanja wa Maendeleo. Kisha michuano hiyo kuweza kutamatika rasmi, na msimamo wa ligi umekuwa kama hivi. FC Flambeau du Zaire wamemaliza na nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 7 na mabao 4 ya kufunga. Ose Masanze na nafasi ya pili wakiwa na pointi 7 vile vile, huku wakiwa na mabao 3 ya kufunga. Académie Michel wamemaliza na nafasi ya 3 na pointi 3, na Presqu'île Dubois wameburuza mkia na nafasi ya 4 wakiwa na pointi 0. Tukumbushe kuwa katika siku za usoni kalendari ya michuano ya playoff itaweza kutolewa. Tusalie tu katika mji wa Baraka. Ni kwamba tournament ya daraja la pili ambayo inaendelea kupigwa kule katika uwanja wa Lumumba iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya kwanza ya tarehe 27 katika hatua yake ya robo finali, ambako vijana wa AS Roma waliweza kutandikwa mabao 5-6 na vijana wa Dinamike kunako mikwaju wa manati, hivyo nikisha kutoka sare ya 1-1 kunako dakika 120 za mchezo. Ila mchana wa siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 28 kutapigwa mechi moja majira ya saa 9 kamili. Vijana wa AS Kalinga watavahana vikali zidi ya Sinai City. Tusubirie tuone itakuwa namna gani.
Na katika habari za kule katika bara la Ulaya ni kwamba kuna habari mbaya zaidi kwa mashabiki wa klabu ya Real Madrid. Habari hiyo ni kwamba mshambuliaji wao tegemezi Kylian Mbappé amepata majeraha mapya kwenye misuli ya mguu wa kushoto, hali inayotia wasiwasi ndani ya klabu ya Real Madrid. Inaelezwa kuwa mchezaji huyo anaweza kukosa mechi kadhaa za klabu ya Real Madrid, huku madaktari wakiendelea kumchunguza hali yake zaidi. Majeraha ya mshambuliaji huyo kutoka Ufaransa Mbappé yamekuja wakati kombe la dunia limesaliwa na siku 40 pekee ili ianze kutimua vumbi. Tusubirie tuone matokeo ya madaktari wa klabu ya Real Madrid kutokana na kuumia kwa mchezaji huyo. Na upande wa habari za usajili sasa ni kwamba klabu ya Real Madrid wana hadi tariki 30 Mei kukamilisha kipengele cha kumrudisha Nico Paz kutoka katika klabu ya Como ya huko nchini Italia kwa bei nafuu, jambo ambalo linaweza kuwakatisha tamaa vilabu vingine ambavyo vinamtaka mchezaji huyo. Wakati klabu ya Barcelona ikihitaji kumsajili mchezaji Bernardo Silva kutoka Manchester City, lakini wapinzani wao wa jadi Real Madrid wamepewa nafasi kubwa ya kuweza kumsajili mchezaji huyo kutoka Manchester City. Bayern Munich wanajiunga na klabu za Barcelona kwenye mbio za kumsajili mshambuliaji wa Juventus ambaye ni Dusan Vlahovic. Klabu ya Real Madrid wako tayari kuvunja rekodi kwa kumfanya mchezaji Enzo Fernandez kwa mchezaji wa bei kuu zaidi katika historia yao kwa ofa kubwa inayopangwa kwenda klabu ya Chelsea The Blues. Tumalizie na habari za burudani kule katika nchi ya Tanzania. Kuna habari za huzuni, ni kwamba muigizaji nguli wa tasnia ya Bongo Movie nchini humo Hashim Kambi amefariki dunia mchana wa siku ya kwanza ya tariki 27 Aprili 2026 huko Sinza jijini Dar es Salaam. Kambi amekuwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa tasnia ya uigizaji nchini Tanzania. Moja ya filamu ambazo Hashim Kambi amecheza ni filamu iitwayo Furaha Iko Wapi yake mchezaji 20%. Kambi alicheza kama baba wa mke wa 20% ambaye aliitwa Suzy, na vile vile katika filamu nyingine ambazo Kambi aliweza kuzicheza ni moja ya filamu kubwa ambayo iliitwa Lost Twins ya Kanumba, ambako Kambi alikuwa kama baba wa dada Anita pamoja na Mary. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa habari hiyo ya michezo. Msikilizaji, endapo ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Katika sekta ya nganja hapa Misisi, mashirika ya kirahia ndani ya sekta ya nganja yaomba kwa makampuni mapya ya uchimbaji madini kukamilisha kwanza mpatano lao na urahia wa eneo hilo, yaani cahier de charge. Hivyo ni baada ya wao kutokuona umuhimu wowote kwa kampuni zilizokuwepo kwa miaka ya nyuma tarafani Fizi. Kwake Dunia Floribert Dums, mratibu wa shirika jipya la raia eneo hilo, ameonyesha hapa mashaka yake. C'est une nouvelle information kwamba kuko relancement ya maaktivite ya masosiete miniere ambazo zilitoka na zinarudi tena katika sekta kama jinsi tulivyokuwa tukilalamika kama jana kuhusiana na formalite ya na procedure ambazo zilikuwa ziko nafanyika na processes zote za uchimbaji wa madini. Hivi tena tunataka kuambia raia kwamba wale watu sina wanarudi kama sisi tunaendelea tu kuonesha mzima na raia wote kwamba kuna mambo ambayo inahitajika porque societe ziweze kutumika makazi katika kutimiza haki upande wa serikali, vile vile na kwa upande wa lokale ambayo iko impacte na zile aktivite zinafanyika. Hivyo basi kitu ambacho tunaweza kukizungumza ni kusema kwamba tuna alerte wa autorite locale que territorial provincial kuweza kusimama kuja anede kusaidia community kwa victime na hizi exploitation zenye zilikuwa haziko profitable ku vie sociale ya population
yetu ya Nganja axe Kimbi zote disi activities zilifanyika, vraiment hakuna hata benefice moja. Kama wale watu watakuja kurelance ma activite au waweze kutimiza ambazo sheria ya nchi inasema ili kwamba uchimbaji madini uweze kufanyika. Kwa upande mwingine, Dunia Floribert Dums amepongeza kwa kampuni ya Lega Mining ambayo imeanza mazungumzo nao raia juu ya buku ya makubaliano kama alivyorejea mara tena. Tunaambia raia habari tu juu ya relancement activite ya Societe Lega ambayo labda kwa upande wake inaanza vizuri kwa mapourparler na watu, ili kwamba kuweza kueneza etape zote avant periode ya exploitation iweze kufanyika, lakini tunaisubiria kwa hamu endapo wale wakuu viongozi watafika tuweze kufikia kwa hatua ya ku definir procedure nzima ya signature ya cahier de charge kwamba activities zao ziweze kuanza. Kwa siku za nyuma, mkuu wa sekta ya Nganja alitaja kupokea kwa mikono miwili ujio wa makampuni hayo. Ameonyesha umuhimu wa kampuni hizo kufika, ni kwamba itakuwa fursa kwa vijana kupata ajira. Sasa wewe unasema kwamba kampuni waga hazifalii kitu raia wa sekta ya Nganja, ni kama kunakuwa contradiction. Kwanza acha tuweke wazi swala hilo, ndugu mtangazaji. Kusema kweli ni kwamba endapo sekta ya Nganja aliita watu na kuwaambia kwa kupokea na mikono miwili kwa sababu wanafanya vema kwa raia ya Nganja, huo ni uongo mtupu. Pili, zile shirika zote ambazo ziweza kufanya exploitation ambayo tunaidefinir kuwa illicit kwa sekta ya Nganja, hakuna hata moja ya zile societe ambazo zinaweza kushiriki katika mkutano huo, sauf tu Societe ya Lega Mining ili prendre part ku kikao kilichofanyika huko. Mwishowe ametuhumu baadhi ya viongozi ambao wanazulumu raia haki yao kisiri pamoja na kampuni hizo. Hii naisema kwa ushuhuda kwa sana mbele ya Mungu na mbele ya raia kwamba exploitation yoyote inaweza kufanyika na societe mu sekta ya Nganja, notama societe TSM, Bendera Mining na zingine kadhalika, hakuna hata faida moja mpaka sasa hivi. Contrairement na ile sisi ambao ni wasimamizi wa raia mnamo sekta ya Nganja tunashutumu incomplicite yenye inaonekana ya wakuu viongozi pamoja na zile societe au detriment ya population ya sekta ya Nganja. Una udhibitisho wa hiyo Floribert Dums? Udhibitisho huko, maana hata tuliandika mara nyingi sana kufanya denunciation ya publicité ya autorité locale na ma societe miniere de kwa ziko correspondance ziko. Katika mji jirani wa Uvira, mchambuzi wa masuala ya siasa mashariki mwa DRC Andre Biadunia Mashaka ataja kuona giza kubwa kuitwa kwa dharura kwa gavana Jean-Jacques Purusi pamoja na makamu wake na kamati la bunge la mkoa mjini Kinshasa, wakati huu ambapo kuna kibarua cha wabunge kinamlenga. Kulingana na taarifa tunazo ni kwamba ni tangu weekend iliyopita ndipo telegram imetoka Kinshasa ya kuita kwa haraka viongozi hao wa jimbo. Hatua hiyo ya Kinshasa imepokelewa kwa mashaka naye mchambuzi huyo wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC bwana Andre Biadunia, ambaye ametoa mtazamo wake juu ya swala hilo. Effectivement tulipata hiyo telegram, tuliiona ambayo inamuita bwana Purusi na bwana Jean-Jacques Elakano, mais aussi président wa assemblée provinciale na bureau yake baende Kinshasa. Mais question moja narudia kwetu ni kujiuliza pourquoi simplement balingoya wakati ya motion de censure njo baite bureau ya assemblée provinciale na gouverneur na adjoint wake baende Kinshasa. Point d'interrogation, parce qu'il faut tujue nini kinafanyika. Purusi angali natoka kule ya pas de semaine, il faudrait tujue wanamuita tena juu ya nini. Mais pourquoi balingoya tu motion itoke ndio bamuite hapa? Soit ni kwenda kumsauver pour que se répondre kwa question ya motion de censure kuma question zilikuwa posées na ba députés provinciaux, ou alors c'est une façon peut-être ya kwenda kubaita kubaambia baike pamoja watumike pamoja. Mais aussi tungeprofiter kwa hiyo occasion ya deuxième niveau batusaidie babaulize pesa zenye zinakuyaka kuentere ya Sud Kivu kwenye ngali sous contrôle ya gouvernement central, nini kiko kinafanyika na ile pesa ambao wanapataka kule? Mbona hatuoni maaction concrete? Batu ya Fizi, batu ya Baraka, batu ya Uvira, batu ya Mwenga, batu ya Shabunda habawezi kukuonesha concretement nini gouvernement provincial ilishafanya.
na kama banabaita baende Kinshasa, hatungepende uwe faso ya kwenda kubasove usema no ba député basababu pour que l'émotion itombe kadiki, haingekuwa vizuri. Hata hivyo, Andre Biadunia ameongeza kuwa kupitia maamuzi itakayotolewa itasaidia raia wa kusini mwa jimbo hili kufahamu kuwa Kinshasa inachangia kwa mateso yao au hapana. Huyu hapa arejea mara tena. Kama Kinshasa haitapenda kuturudisha mugestion ambayo tuliona dans le passé, iache gouverneur na wajua wake baikale chini baende ba répondre concrètement, na kama hawatapana ma réponse zenye ziko satisfaisante baachie wengine, tuko na wengine wanaweza kutumika. Mais cette fois là batukabatie wenye wanaweza kuwa na moyo wa kufanya kazi, na kama itakutanika kwamba pesa ambazo wanatumaka kwa kufanya maprojet kwetu na maaction zinaendaka kwa mifuko ya watu, watufanyie commission d'enquête ambayo itakia kuankete juu ya zile franga na kujua ba établir ma responsabilité, nani anakulaka nani hakulaki, et pourquoi pas population iko na se retrouver, parce que province leo iko chini gisi iko, hauwezi onesha hata action moja ambayo bwana gouverneur Purusi na ajua wake balitufanyia kama watoto ya Sud Kivu. Kwa leo tuko kwenye nchi ya kidemokrasia, c'est normal, maoni iko mingi. Nimeona hata société civile ya Baraka imeandika kwamba ina soutenir iko contre motion de censure. Kila watu wako nafasi ya kuona, siwezi ongelea mambo ya corruption kwa sababu sikuiona, me yafaa kuangalia intérêt ya watu wote, hapana kuangalia maintérêt ya mtu mmoja. Hatuko tunajije bwana Purusi na bwana Elakano kome watu binafsi, me tuko na bajije par rapport na fonctions ni bana occupé leo. Fonctions bana occupé, il faut kwanza kujua ma prérogatives yabo. Quelles sont les prérogatives du gouverneur de province? Mtu bakimuinvestir kukuwa liwali wa jimbo, kazi yake ni nini? Kisha maintenant narudio naangalia, je, ile kazi ambayo anapaswa kuifanya imefanyika? Kama haikufanyika, ba député bana tu représenter sisi bako na ile pouvoir ya kumuita gouverneur na kumuuliza. Kama inakuwa manevre za kuita mke kwanza Kinshasa, mtuambie, tunaona deja giza hapa na haingekuwa vizuri. Ingepashwa kabisa serikali ya Kinshasa iache gouverneur ajiexplique mbele ya ba député na tupate mwangaza ambayo inaweza kutusaidia na kujua nini réellement wako wanafanya, parce que Uvira leo Baraka Fizi hatuna besoin tu ya kuona mtu yuko gouverneur mwende mnakimbia nyuma yake. No, tuko na besoin ya kuona ule ni gouverneur, voilà ce qu'il a fait par rapport na plan d'action yalipanaka kwa assemblée provinciale. Mais kama vile habiko, manake tuko kwenye manyanga na exploitation ya ba individu olia kutumika kwa faida ya raia. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari ya kitaifa, ambako vyombo kadhaa vya habari mjini Kinshasa vimezungumzia kwa kina Jumatatu hii ya tarehe 27 Aprili mwaka huu matokeo ya utafiti uliofanywa na shirika la Barometre kuhusu mtazamo wa wakongomani juu ya kazi ya waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka. Undani wa taarifa hii tunamkaribisha Safari Alimasi ndani ya studio. Ndiyo, kwa mujibu wa utafiti huo, matokeo yanaonyesha tathmini chanya kwa ujumla. Tuanze na gazeti la Le Quotidien ambalo limesema kuwa serikali ya Suminwa matokeo yanayojionyesha yenyewe. Gazeti hili linaeleza kuwa kulingana na matokeo ya utafiti uliofanywa kati ya tarehe 22 na 23 Aprili 2026 mjini Kinshasa, 78% waliohojiwa wana maoni mazuri kuhusu uongozi wa sasa. Wahojiwa wanapongeza mbinu za kazi iliyopangwa vizuri, inayolenga matokeo ya vitendo na yanayopimika. Uongozi wa serikali umeonekana kwa makini, ukiwa na mapigano ya utekelezaji ulio wazi, viashiria vya utendaji na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Uwajibikaji na msisitizo wa matokeo vinaonekana kwa ujumla. Viashiria vya utendaji na ufuatiliaji wa mara kwa mara. Uwajibikaji na msisitizo wa matokeo vinaonekana kuwa alama kuu za mtindo huu wa uongozi. Kwa upande wa uchumi, utafiti unaonyesha kuwa hatua kadhaa muhimu zimekubaliwa na wananchi. Bajeti ya mwaka 2026 inayokadiriwa kufikia zaidi ya faranga za Kongo trilioni 59 inaonekana kuwa hatua muhimu, hasa kwa kuzingatia usalama, kilimo na miundombinu. Aidha, uboreshaji wa mifumo ya kifedha kupitia njia za kidijitali, ikiwemo dirisha moja la biashara ya nje na malipo ya watumishi wa umma kupitia simu ya mobile money, umeongeza taswira ya serikali iliyo wazi na yenye ufanisi. Utulivu wa uchumi mkuu na utokana na ushirikiano wa Benki Kuu ya Kongo pia umewapa sifa. Kudhibiti mfumuko wa bei, udhibiti wa sarafu ya Kongo na kurejea kwa imani ya wananchi na wawekezaji.
Upande wa jarida la Congo Nouveau, Suminwa anatoa matumaini kupitia uongozi wenye matokeo. Gazeti hili linaeleza kuwa utafiti huo unaonyesha kwa ujumla mtazamo mzuri kuhusu utendaji wa serikali ya Suminwa katika robo ya kwanza mwaka 2026 hadi mwezi Aprili. 78% ya waliohojiwa wanaunga mkono uongozi wake, wakisisitiza kuwa ni uongozi unaolenga matokeo na kutekeleza kwa vitendo maono ya rais. Hata hivyo, Info27 linaandika kuwa matokeo ya utafiti yanaonyesha wazi kuridhika kwa wananchi wengi wanaopongeza mfumo wa uongozi unaozingatia mipango iliyo wazi, uwajibikaji na ufuatiliaji wa karibu utekelezaji wa sera. Eco News vile vile inasema 78% ya Wakongo wanazinisha kazi ya Suminwa. Gazeti hili linathibitisha pia kwa utafiti huo unaonyesha kiwango kikubwa cha uungaji mkono kwa waziri mkuu. Kwa ujumla, vyombo hivyo vya habari vinaonyesha kuwa utafiti huo unaonyesha imani kubwa ya wananchi kwa uongozi wa Judith Suminwa Tuluka, hasa kutokana na matokeo yanayoonekana katika sekta za uchumi, fedha na utawala wa umma. Ni kupitia habari yake hiyo ya kitaifa Safari Alimasi ndipo nafika mwisho uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa Bukuru Tantina Aldama, fundi mitambo Jaika la Jaden. Na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.